بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على رسوله الأمين محمد وآله وصحبه أجمعين. أما بعد. Ndugu yangu Muislamu, katika kipindi hiki cha zitambue ibada zako ulizoamrishwa na Allah subhanahu wa ta'ala, tutaanza na ibada ya swala, na kile ambacho tutakitanguliza leo ni taarif ya ibada ya swala. Swala katika sharia at-ta'abbudu lillahi ta'ala biaqwalin wa af'alin makhsusa, ni kumwabudu Allah subhanahu wa ta'ala kwa matamshi na vitendo makhsusi, muftatahatin bitakbir mukhtatamatin bitaslim. Vitendo hivyo hufunguzwa na takbira ambayo ni takbiratul ihram na kuhitimishwa na salamu ambayo ni pale anapotoa salamu Muislamu kuitimiza swala yake. Pia ni jambo muhimu kuelewa umuhimu wa ibada ya swala na fadhila zake. Katika kuonyesha umuhimu wa ibada ya swala na fadhila zake, awalan as-salatu ahammu arkani al-islam ba'da ash-shahadatayn. Swala ndiyo nguzo muhimu zaidi katika nguzo za Uislamu baada ya shahada mbili. Na Abdullah ibn Abbas radhiyallahu anhuma قال لما بعث النبي صلى الله عليه وسلم معاذ بن جبل إلى اليمن أو نحو أهل اليمن إلى نحو أهل اليمن. Ibn Abbas asema Mtume sallallahu alaihi wasallam alipomtumiliza Muadh kwenda kufanya da'wa upande wa watu wa Yemen, qala lahu, alimwambia maneno yafuatayo: innaka taqdamu ala qaumin min ahli alkitab falyakun awwala ma tad'uuhum ila an yuwahhidu Allah ta'ala فإذا عرفوا ذلك فأخبرهم أن الله فرض عليهم 5 صلوات في يومهم وليلتهم. Wakamwambia huku enda kukutana watu ni katika ahlul kitab, basi jambo la kwanza kabisa uwalinganie katika tauhid, wampokeshe Allah. Wakijua hilo, basi wape habari kuwa Allah amewafaradhishia sala 5 katika mchana wao na usiku wao. Kwa hiyo hapa tunaona Mtume sallallahu alaihi wasallam baada ya shahada, baada ya tauhid, moja kwa moja akataja jambo la ibada ya swala, na hili laonesha kuwa swala ndio nguzo muhimu zaidi baada ya shahada mbili. Kadhalika as-salatu amara Allah ta'ala bil muhafadhati 'alayha fi kulli hal. Allah ameamrisha watu wadumu katika swala katika hali zao zote, hadaran wa safaran, hiyo wako katika hali ya kawaida si wasafiri, wawe ni wasafiri, silman wa harban, wakiwa katika hali ya amani na wakati wa vita, sihhatan wa maradan, wakiwa katika siha zao na wakiwa katika maradhi pia. Allah ameamrisha katika hali zote hizo watu watatekeleza ibada. Qala Allah ta'ala hafidhu 'ala as-salawati was-salati al-wusta wa qumu lillahi qanitina fa in khiftum farijalan aw rukbana fa idha amintum fadhkuru Allah kama 'allamakum ma lam takunu ta'lamun. Kwa Allah akatuamrisha kudumu katika swala, na hata ikitokea hofu basi mpaka kufikia hali kusema farijalan au rukbana, mtu aswali akiwa atembea katika vita, apambana na maadui, na yuwaswali kwa kuishiria, hakuachiwa swala hata katika hali nzito kama hii, na hata akiwa juu ya kipando. Wa Imran ibn Husayn radhiyallahu anhu qala كانت بي بواسير. عمران حسين اسمع nilikuwa na maradhi ya bawasiri, fasaltu an-nabiy sallallahu alayhi wasallam 'an as-salah, kamuuliza Mtume sana kuhusu swala, faqala salli qa'iman fa in lam tastati' fa qa'idan, kwamba swali ukiwa umesimama, ikiwa huwezi swali kwa kukaa, fa in lam tastati' fa 'ala jamb, na ikiwa huwezi hata kwa ubavu wako. Kwa swala ni ibada ambayo haiwezekani kuiwacha katika hali yoyote ile, isipokuwa ikiwa akili ya mwanadamu haipo tena. Sasa ni masala mengine, na hayo insha Allah taala tutakuja kueleza katika ahkam zinazofungamana nayo, na bado kuna maneno yanayofungamana na ubora na fadhila za swala tutaeleza insha Allah taala katika maqati' zitakazokuja. Wallahu taala a'lam.